Shirika la Afya lilipofanya utafiti, 71% ya vifo vyote duniani vinasababishwa na magonjwa yasiyoambukiza ambayo ni magonjwa ya sukari, moyo na shinikizo la damu. Na inakadiriwa kwa watu zaidi ya milioni 4.9 wenye umri kati ya miaka 30 na miaka 75 ndio wanaoathirika zaidi kwenye matatizo haya ya moyo, mishipa ya damu, na wengine wanagundulika wakiwa wameshachelewa tayari. Hali hii pia hapa Tanzania tunayo. Takriban 34% ya vifo vinavyotokea kwenye hospitali zetu zote yanatokana na magonjwa yasiyoambukiza, huku magonjwa ya moyo na mishipa ya damu yakiendelea kuongezeka. Na takwimu hizi zimeonyesha kuwa 17% ya vifo vya haraka vinasababishwa na magonjwa haya, hasa chanzo kikuu ni shinikizo la damu, maarufu Kiingereza pressure. Hii inaua kwa haraka. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, wana michezo, tuendelee kufanya mazoezi ya kila siku kwenye maeneo yetu, na sio lazima utoke nyumbani uje tu hapa Coco Beach. Hapo kwenye nyumba yako, zunguka nyumba, fanya mazoezi kwa umekaa, lakini kwenye mitambo kama vile baskeli na vyombo vingine, ili mradi unaushughulisha mwili kufanya moyo uweze kusukuma damu kwa haraka. Ukifanya hivyo unapunguza mafuta yaliyopo kwenye mishipa ya damu. Kwa utafiti uliofanywa mwaka huu kwenye mikoa ya Pwani, Arusha, Geita, Mtwara, Lindi, Zanzibar, Iringa na hapa jijini Dar es Salaam, unaonyesha hali isiyokuwa mzuri. Katika kila watu 10 hapo tulipo, watu 10, 3 miongoni mwenu wana tatizo la shinikizo la damu. Hii ni hali ya hatari. Hebu mjione hapo mliposimama, mjihesabu 10, alafu mjue kwamba 4 kati yenu wana shinikizo la damu. Ni nani huyo? Sasa fanya maamuzi ya kufanya mazoezi. Takwimu hizi zinatoa ujumbe kwamba magonjwa haya yasiyoambukiza yana shida kubwa na ndio yanaweza kutuua kwa haraka sana. Ndio maana serikali imeendelea kuchukua hatua madhubuti za kisera kuhakikisha kwamba matibabu ya afya ya binadamu yanakwenda mpaka vijijini, na tumewekea sheria, tumewekea kanuni na miongozo ambayo inawapa Watanzania fursa ya kutibiwa kutoka huko vitongojini kupitia zahanati. Tumepeleka madawa, wataalamu, vifaa tiba ili kuokoa maisha ya Watanzania, lakini bado haitoshi, kwa sababu wengi tuna ile hali ya kubweteka, hatufanyi mazoezi. Serikali inaendelea kuandaa wataalamu bingwa ili tuweze kuokoa mazingira yetu.